Hujambo tena ndugu msikilizaji wa Radio Television Tuko International, nina kusalimu mahali popote pale ulipo, huku nikikutakia kila la heri ndugu msikilizaji. Imani yangu kubwa naamini hapo ulipo kabisa umuheri na umzima wa afya. Nikombe uweze kujiabone na uweze kulike na kupartager kwa wengine habari hii ya motomoto ambayo nimekuletea muda huu. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo nikinguruma kwenye microphone ya Radio Television Tuko International. Na katika niliyokuandalia leo hii ndugu msikilizaji ni kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo milio ya risasi nzito na nyepesi zilisikika usiku wa Aprili 11 kuamkia Aprili 12 katika mji wa Goma unaopatikana mashariki mwa DRC, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, makabiliano hayo makali yalihusishwa na wapiganaji wa Zalendo wakishirikiana na jeshi la FARDC walikabiliana kwa risasi na waasi wa AFC M23 wanaoshikilia mji huu wa Goma. Milio ya risasi hiyo na milio nzito ilianza kusikika katika wilaya ya Ndosho kuelekea Balindu kabla ya kuenea katika wilaya kadhaa za magharibi mwa jiji hilo la Goma Aprili 11. Mengi zaidi aliyeko huko Goma, Chobi Ngorombi. Usiku wa kuamkia Jumamosi Aprili 12 mjini Goma ulisikika milio ya risasi nyepesi na nzito katika maeneo ya Ndosho, Kieshero na Mugunga wakati wa mapigano ya kati ya M23 na Wazalendo ambao wamezua wasiwasi kufuatia mapigano hayo jijini Goma. Sisi tuna wasiwasi juu ya mlio wa mtutu ambayo ililia usiku. Sasa sisi wakazi wa mji wa Goma, sisi tunapenda amani. Kulamuka Goma hapa leo hii tuko nalamuka na wasiwasi, lakini Mungu tu atupe amani. Ile wasiwasi yenye ilikuwa basi ni kuomba Mungu tu vile vitupitie tu ya maana ile. Mchana Jumamosi shughuli na mzunguko barabarani mjini Goma uliendelea kama kawaida. Huko kati ya pande zinazopigana M23 walitangaza kushambuliwa na makundi ya Wazalendo jijini Goma ambapo wanashuhudia ulinzi wa raia. Chube Ngorombi, Goma. Na huo ndugu msikilizaji, huyu ni mwenzangu Chube Ngorombi kutoka huko Goma aliyekuandalia ripoti hiyo. Na ni kwamba tukiwa huko Kivu Kaskazini ambako milio hiyo ya risasi imeweza kusababisha wakaaji wengi wa mji wa Goma kuweza kuama makazi yao, huku hali ya usalama ikiwa nazidi kuyoyoma, ikiwa kabisa ni hali ya wasiwasi kwa Nanga na serikali yake aliyoheshimika mashariki mwa DRC, ikiwa ni kwenye mji wa Kivu Kusini, mji mkuu wa Bukavu, na mji mkuu wa Kivu Kaskazini, mji wa Goma. Na ndugu msikilizaji, hali hii sasa imeonyesha ishara kuwa wapiganaji wa Zalendo wanaosaidiwa na serikali ya Kongo sasa wamepiga hatua, na muda siku chache hivi karibuni watakwenda kuteka mji wa Goma na kuweza kukalia na kuondosha waasi wa M23 AFC ambao wanakalia mji huo kwa sasa. Hali hiyo imezua wasiwasi na mijadala mingi kwenye baadhi ya maeneo ya mji wa Goma, huku wengine kabisa wakiwa tayari wamefunga makazi yao na kukimbia, wamoja huko Rwanda maeneo ya Gisenyi na wengine wakikimbilia huko Bukavu, ikiwa ni kwenye mkoa wa Kivu Kusini. Na ndugu msikilizaji, tuelekee huko Bukavu ambako baada ya makabiliano yaliyofanyika kati ya waasi wa M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo huko maeneo ya Kalehe, sasa Wazalendo walioko huko Nyangezi kwenye mji wa Bukavu wametuma ujumbe kwa raia wa Bukavu, wale wanaosambaza baadhi ya taarifa za habari za uongo ili kuweza kuleta wasiwasi kwenye baadhi ya raia walioko kwenye mji wa Bukavu, huku baadhi ya raia wa mji wa Bukavu wakizagaisha baadhi ya taarifa haswa kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo mtandao wa WhatsApp, haswa kwenye group za WhatsApp ambako wanaendelea kutuma taarifa zao za sauti, yani audio, ambazo zinaonyesha kushindwa kwa Wazalendo walioko huko Bukavu, huku ikisemekana kila baadhi ya vita ambayo wanayoingia wanapigwa. Habari hizi ni za uongo, zimekanushwa na baadhi ya viongozi wa Wazalendo walioko huko Nyangezi, Nyantende na Momosho na Kaziba, huku wakituma ujumbe mkali kwa raia wa Bukavu, wakitoa onyo kwa yeyote yule atakayekamatwa na kuweza
kusikika akizagaisha baadhi ya taarifa na kuzisambaisha kwenye mitandao ya kijamii, taarifa ambazo zinazua wasiwasi kwenye baadhi ya raia, huku zikivunja nguvu za wazalendo na kuharibishia heshima yao, ataweza kushikwa na kuadhibiwa vikali kama sheria inavyosema. Asesa Nguvu za Bilima ni kamanda wa wazalendo wa CNPSC wanaoongozwa naye kamanda William Amuri ya Kutumba ambaye yuko huko Nyangezi. Ametuma ujumbe akisema: jambo ndugu yangu Pascal, asesa wa sesa Minga porte za milima, tumeamuka salama, kuna shida rafiki yangu. Nasikia jinsi kale kana mke kama laya. Unaona watu wengi wanajiwezi manyumba zao, ndio wana profite jinsi wadui yuko wanakuja wale Wanyarwanda kunyang'anya nchi yetu, kuolewa na wale Wanyarwanda juu ya maake wako wanaleta mahabari ya mapaniki mubaya, baanze kupeleka tu mapaniki za mubaya. Basi wale wapaniki naye analipwako, hata pana tupaniki tu kubure, utaenda pania wewe mama wazalendo ndio watoto yako, wewe Mkongomani. Esi kuna zani kama Mkongomani halisi anaweza kusema ile maneno, Mkongomani halisi anaweza kusema vile, bora Mkongomani anaweza tuma audio yenye fanana na ile, lakini juu ya njaa kiona pana kama sipani ya habari hivi bali wa Banyarwanda watu nipashe tena bunga kesho ambayo nitakuja. Ndio maana kapeleka ni malalamiko ya kusema wanakuja magari yote, wanakuja watu fulani. Sisi hatujali. Sisi ni wanajeshi bwana. Sisi ni majeshi ya Amuri William ya Kutumba, tuko hapa tu ya kupigana na ule Mnyarwanda. Na ule mwarifu ambaye ataendelea kupeleka malalamiko yake na mapanike mubaya. Tukikushika mikononi kwetu ni hole kwako, kizazi kibaya kisio kubali kusikia shauri. Kizazi kibaya ni hole kwako. Huyo ni kamanda Asesa Nguvu za Bilima aliyoko huko Nyangezi akiongoza kikosi cha wazalendo wanaoendesha operation huko Nyangezi. Na ndugu msikilizaji, kwa upande mwingine, baada ya makabiliano yaliyofanyika huko kwenye milima ya Fizi, Mwenga na Uvira takriban ya siku 3, ikiwa ni kwenye maeneo ya Kakangara, Kakenge na maeneo mengineo mengi ya huko kwenye milima mikuu ya Fizi, Mwenga na Uvira, mashambulizi yao yameendeshwa kati ya wapiganaji wazalendo wanaoungwa mkono na serikali ya DRC na zidi ya waasi wa M23 wanaojiitwa Twirwaneho huko kwenye milima ya Fizi, Mwenga na Uvira, huko shutumu nyingine zikitoka ni kwa nini haswa wazalendo walioko Nyangezi, walioko Kamanyola na maeneo mengine hawakutoa shambulizi, huku habari nyingine zikisema kuwa baadhi ya wazalendo waliokuwa huko maeneo ya Nyangezi wameweza kuondoka na kuweza kuacha maeneo waliokuwa wakishikilia. Habari hizi zimekanushwa naye kiongozi Asesa Nguvu za Bilima, huku akishutumu wale waliotuma habari hizo. Hapa anatueleza: rafiki yangu, nasikia jinsi unasema kuhusu wale majeshi wa kizalendo ambao mnawaona wamepita pale Baraka, wale ambao mnawaona hawana watu wetu. Sisi majeshi ya Amuri William ya Kutumba tuko hapa kufro, tumekuja hapa juu ya kujenga ukuta hapa. Sisi hatujapewa ordre ya kurudia. Sisi tungaliki hapa Nyangezi hadi fasi zingine hapa hadi pale Luvungi. Ndio tumetumwa, wala ndio fasi ambao tumeambiliwa nyinyi mbaki hapa. Na kusema eti mnawaona watu wengi wamerudia, sisi tunaweza tukarudie na tunaweza tukaje, kwa sababu sisi hizo zote ni eneo zetu, lakini bado sisi watu wetu wairudia hapa na watu wetu wayapita kule. Ile ni kikosi ambao kilitoka kule Manyema kule Kubabuyu, kilikuja na Bwana Brown asema wamekuja hapa kuvita, tukutana hapa kufro, lakini kufika pale Uvira wakaganda pale. Wakati waliganda pale, kama walikuwa na mawazo ingine ya kusema eti labda watafika pale ku parking ya Uvira wakutane mapesa manini ziko pale, lakini wakati hawakuona vile vyote vikabidi wafanye warudie, vikabidi warudie. Naona wazalendo wengi ni wanjala, wengi wanakuja kuvita, wanakuja na mawazo ya kusema kuvita ndio kwenye watakutana fedha, lakini sio hivyo. Kama mtu akisha kuja kutetea nchi yake, unapashwa kufuatilia mambo ya vita tu, usifuatilie maneno wengine, kwa sababu ukianza kufuatilia maneno wengine utaonekana wewe sio mzalendo, wewe ni bandia, ni bandi. Hicho nawaona watu wengi, wazalendo wengi wanajikarisha tu kule kuma mingine kufanya tu mapanike mafujo. Hisi wewe ni mzalendo, wewe ni bandia. Hauna mzalendo, uko bandi. Unapaswa kuchangwa pamoja na adui, batu bote kufro. Sasa wewe unakuja tena unarudilia njiani, utakuelewa je? Kama hivyo mnaowaona wale wa ndugu zetu ambao wanaenda kujiunga na waasi wa Nyarwanda, wale ni mabebero, na kama wale watu ni mabebero, tunawalinganisha na zile bebero za dume za mbuzi. Lakini wajue ni heri kupoteza fedha nyingi kuliko kupoteza nchi yako. Ni heri kupoteza pesa nyingi kuliko kupoteza nchi yako, kwa sababu nchi hautaipata nchi nyingine, lakini fedha
hata zipotee, utapata fedha zingine. Lakini mtu tu anadanganyiwa tu na kitu kidogo tu na kukubali. Njala ndio inauzi watu yetu sana, njala. Sasa kuko fulana gani hapa ya kutisha mtu? Mkongomani anapewa hata $10,000 anaona kama anapewa kitu. Mbona ile ni mainite tu ya kutia msimu ya kuongelesha hivi. Ni nite tu, lakini nakubeba tu wakati tu, nakuwa tu wakati mwanaume mzima. Basi ndugu yangu ni hivyo, na kisani kama hizo ndio programu za kwetu za kukuja hapa na za kuikala hapa na tutakuwa hapa. Ndio vile rafiki yangu, bale basio watu wetu kabisa. Bale hawana watu wetu, ndio habari hiyo. Huyo ni Kamanda Asesa Nguvu Sabilima tuliyezungumza naye akiwa huko maeneo ya Nyangezi. Na kufikia hapa ndio sina la ziada, ninatamatisha makala haya ambayo niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Mimi ni Zakayo Chubaka Pascal wa Radio Television Ngyoku International.